Na hatimaye Israeli yakubali mpango kusitisha mapigano Gaza. Serikali ya Israeli imeidhinisha mpango wa kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza ulioratibiwa na Marekani, hatua ambayo inatarajiwa kuanza kutekelezwa mara moja, japo bado haijafahamika wazi ikiwa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ameagiza jeshi kusitisha mashambulizi au la. Taarifa hii ya mapema imeeleza kuwa Marekani imetangaza kutuma wanajeshi 200 kwenda Mashariki ya Kati ili kufuatilia utekelezaji wa makubaliano hayo kwa kushirikiana na wanajeshi kutoka Misri na Katari, Uturuki na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE. Kipindi cha awamu ya kwanza makubaliano hayo unahusisha kuachiliwa kwa mateka wote, kuondolewa kwa wanajeshi wa Israeli hadi eneo lililokubaliwa, pamoja na kuachiliwa kwa baadhi ya wafungwa wa Kipalestina, ambapo hapa sasa kundi la Hamas limesitisha kuwa lazima kutolewa tamko la rasmi la kumaliza kwa vita kabla kuanza kwa mchakato wa kuachia mateka. Taarifa kutoka huko Israeli, hatimaye serikali ya Israeli imeidhinisha mpango wa kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza ulioratibiwa na Marekani, hatua ambayo inatarajiwa kuanza kutekelezwa mara moja, japo bado haijafahamika wazi ikiwa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ameagiza jeshi kusitisha mashambulizi au la. Esther Bulaya atoa kauli mbele ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Mgombea ubunge wa jimbo la Bunda mjini Esther Bulaya amesema mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM amefanya kuwaletea maendeleo wana Bunda, na kwamba chama pekee chenye kufanya kuleta maendeleo ni Chama cha Mapinduzi CCM. Akizungumza mbele ya mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Daktari Samia Suluhu Hassan katika kampeni za Chama cha Mapinduzi CCM kwenye viwanja vya CCM mjini Bunda, amesema wana Bunda wana kila sababu ya kwenda kupiga kura kumchagua Daktari Samia Suluhu Hassan ifikapo Oktoba 29 mwaka 2025. Ni taarifa kutoka huko Bunda. Hatimaye mgombea ubunge wa jimbo la Bunda mjini Esther Bulaya amesema mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM ameamua kuwaletea maendeleo wana Bunda, na kwamba chama pekee chenye kuleta maendeleo Bunda ni Chama cha Mapinduzi CCM. Steven Wasira atoa kauli mtandaoni kumejaa upotoshaji. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Tanzania Bara Steven Wasira amesema kuwa taarifa mijadala iliyoenea mitandaoni kuhusu kutofanyika kwa uchaguzi mkuu ni ndoto za mchana, akibainisha kuwa uchaguzi utafanyika kama ulivyopangwa Oktoba 29 mwaka 2025 kwa amani, utulivu kote nchini. Akizungumza katika kampeni za mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi CCM Daktari Samia Suluhu Hassan katika jimbo la Musoma mjini, Wasira amesema mitandao ya kijamii imejaa upotoshaji unaofanana na filamu za Kihindi, ambapo mhusika hufa na kufufuka na kuendelea na mchezo, lakini ukweli wa mambo ni tofauti. Steven Wasira ameendelea kusema kuwa Tanzania haiwezi kusimama kwa sababu kuna vyama vimeamua kutogombea. Kuna vyama 19 vilivyoandikishwa, kati ya 17 vina wagombea urais. Sisi Chama cha Mapinduzi CCM tunachuana na waliopo kwenye ulingo, waliokataa kanuni za mchezo, wakatoka hatuwezi kuwasaidia lolote. Wasira pia ameipongeza Chama cha Mapinduzi CCM kwa utekelezaji wa miradi ya maendeleo chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, akisema hoja na ushahidi wa maendeleo vimewasilishwa na wagombea wa majimbo na viti maalum kwa wazazi, si kwa Musoma pekee bali ni nchi nzima. Ni taarifa kutoka Musoma. Hatimaye makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Tanzania Bara Steven Wasira amesema kuwa taarifa za mijadala inayoenea mitandaoni kuhusu kutofanyika kwa uchaguzi mkuu ni ndoto za mchana, akibainisha kuwa uchaguzi utafanyika kama ulivyopangwa Oktoba 29 mwaka 2025 kwa amani na utulivu kote nchini. Daktari Samia atoa kauli. Mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Daktari Samia Suluhu Hassan amewataka wananchi wa Bunda kutafakari kabla ya kufanya maamuzi ya kisiasa, huku akisisitiza kwamba uongozi wa nchi unahitaji uzoefu na uwezo wa kusimamia maslahi ya wananchi. Akizungumza katika mkutano wa kampeni uliofanyika katika viwanja vya Bunda mkoani Mara, Daktari Samia Suluhu Hassan amesema uendeshaji wa nchi hakuna majaribio, hivyo muhimu wananchi kuendelea kuamini Chama cha Mapinduzi CCM chenye uzoefu wa kuongoza serikali.
Daktari Samia ameendelea kusema kuwa, nataka niwaambie jambo moja kwamba katika uendeshaji wa nchi hakuna majaribio. Unampa mtu nchi yule unayemwamini, ataiendesha vyema na maslahi ya wananchi yatapatikana. Ukiangalia kwetu Tanzania, chama ambacho kweli kitafanya kazi na maslahi ya wananchi kupatikana ni Chama cha Mapinduzi CCM peke yake. Wengine bado mkiwapa wengine serikali au jimbo wanakwenda kuwafuja, kuwapotezea muda, kwa sababu wakiingia kwanza ni kujifunza. Lakini ukimpa jimbo asiye Chama cha Mapinduzi, anakwenda kuongea na nani? Amesema Daktari Samia Suluhu Hassan. Ameendelea kusema kuwa bado anaendelea na kampeni za Chama cha Mapinduzi CCM katika mikoa ya Kandazi, ambapo ni zamu ya wananchi wa mkoa wa Mara kusikiliza sera na ahadi za mgombea huyo. Ni taarifa kutoka huko Mara. Hatimaye mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, Daktari Samia Suluhu Hassan, amewataka wananchi wa Bunda kutafakari kabla kufanya maamuzi ya kisiasa, huku akisisitiza kwamba uongozi wa nchi unahitaji uzoefu na uwezo wa kusimamia maslahi ya wananchi. Hatimaye shauri la Peter Kibatala kusikilizwa Oktoba 15. Mahakama Kuu Masijala ndogo ya Dar es Salaam imepanga Oktoba 15 mwaka 2025 kuanza kusikiliza shauri lililofunguliwa na wakili Peter Kibatala kwa niaba ya familia na kuiomba mahakama itoe amri kwa mamlaka kumfikisha mahakamani Humphrey Polepole. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari mahakamani hapo, wakili Peter Kibatala amesema inaonekana ni busara pande zote mbili zipate nafasi ya kushiriki vyema katika kesi hiyo, ikiwa ni pamoja na kuwasilisha nyaraka zote muhimu. Maombi tuliyowasilisha yatasikilizwa mbele ya Jaji Salima Magimbi Oktoba 15, na hapa katikati sisi tumeomba kuwasilisha kiapo cha nyongeza kwa sababu kwenye jambo la aina hii taarifa inazidi kupata muda unavyozidi kwenda. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye Mahakama Kuu Masijala ndogo ya Dar es Salaam imepanga Oktoba 15 mwaka 2025 kuanza kusikiliza shauri lililofunguliwa na wakili Peter Kibatala kwa niaba ya familia na kuomba mahakama itoe amri kwa mamlaka kumfikisha mahakamani hapo Humphrey Polepole. Paul Christian Makonda atoa kauli bungeni, nitapiga spana. Mgombea ubunge wa jimbo la Arusha mjini kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, Paul Christian Makonda amesema endapo atashinda na kuwa mbunge hatokaa kimya na kupongeza kila jambo, bali atazungumza kwa hoja ili kuhakikisha maendeleo yanapatikana kwa niaba ya taifa zima. Paul Christian Makonda amesema hayo wakati akiongea na wananchi wa mitaa ya Nyamikoma, Lamadi mkoani Simiyu, akiwa njiani kuelekea Msoma katika muendelezo wa kumwombea kula mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye anafanya mkutano wa kampeni huko Msoma. Paul Christian Makonda amesema, ukiwa na amani na utulivu, mimi nikienda bunge, kazi nitakayoifanya nitaleta matunda mpaka huku. Ukiwa na vurugu, wanasema unaona mpaka kwao, kama vurugu inapoteza heshima, naomba tulinde amani na utulivu. Ni taarifa kutoka huko Musoma. Hatimaye mgombea ubunge wa Arusha mjini kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, Paul Christian Makonda amesema endapo atashinda na kuwa mbunge hatokaa kimya na kupongeza kila jambo, bali atazungumza kwa hoja ili kuhakikisha maendeleo yanapatikana kwa niaba ya taifa zima.